Ni Jumamosi nyingine tena na kualika katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Charles Abel na Heka na Jabir, wote tukiwa katika kurasa za mwisho kwa siku hii ya leo, tukiangaza yaliyochomoza katika magazeti. Na leo hii basi tutajaribu kudadavua kuweza kufahamu mchezaji X ambaye anataraji kutambulishwa. Najua kuna baadhi ya watu washaanza kudukua na kuweza kufahamu mchezaji X. Nitataka kufahamu maoni mawili matatu kutoka kwa wahariri, manake wapo jikoni kuweza kudadisi nini ambacho kipo, na kama ikiwa leo ni siku ya mwisho ya kutangaza usajili mpaka pale Januari tena, si ndio Javi? Dirisha dogo. Dirisha dogo Januari Umeridhika na kikosi cha Simba? Kwa nini kikosi cha Simba? Naanzia hapo. Sina kujua wewe hapo. Unanijuaje? Kama wewe. Umekionaje yani katika mechi kadhaa? Simba wana maswali ya kujibu kuelekea kwenye kufungwa kwa dirisha dogo. Maswali kama mangapi? Wana maswali kama mawili hadi matatu ya kwako. Ya kujibu kwa watu wote waliona Simba. Unajua mechi na Yanga. Ngoja kwanza. Umefanya research? Yes. Kwa una represent. Sasa represent unamaanisha nini? Yaani ni kwamba tu mechi ya Simba iliwapa maswali. Mechi na Yanga iliwapa maswali. Kwa hiyo maswali yao ndio yanatakiwa kujibu kuelekea kufungwa kwa dirisha. Swala la kwanza? Swala la kwanza kwenye swala la ushambuliaji. Unajua wakati Yanga Day ilivyocheza na Simba Day, mimi nilipredict kwamba Yanga wanaweza kuwa na tatizo la ushambuliaji kwenye msimu mpya likawasumbua. Lakini walivyokuja kumsajili yule mwalimu, nikawaelewa, nikawatoa kidogo kwenye hilo hilo tatizo, kwa sababu Yanga walikuwa na option, lakini Chaza alituambia kwenye kipindi kilichopita na kama sikosei kwamba Mzizi anatarajiwa kurudi Oktoba. Kwa hiyo zewe nilivyomwona yule Shetol, unajua wachezaji kama wale kina Shetol na huyu Shalulile unaweza kuwawekea garanti kwamba watakupa kitu, lakini watakupa kitu pale unapokuwa fiti. Sawa, na wale ni wachezaji wakubwa kidogo. Yaani hata akiwa na maumivu kidogo tu atakwambia yeye anataka kupumzika apone vizuri. Sio, unanielewa? Kwa hiyo nilivyoona na mwalimu kwenye ligi kama Tanzania, unasema mwalimu atawasaidia, atawapa iko kitu. Anaweza siwape 90% lakini akawapa 85 to 75. Sasa kwa Simba wana mtu mmoja tu ambaye ni Dombia. Ukirudi kuangalia unamkuta yule kijana aliyotoka youth, nani anaitwa, ambaye watu wa Simba walikuwa wanaojioji. Yule mchezaji mdogo wake. Kuna mchezaji Simba yuko youth alicheza hata mechi za mwisho hapa alikuwa Mwangosi. Mwangosi hajaipo youth kikosi cha Simba. Ndio alitoka youth, si ndio? Alitoka Mbeya City. Kwa hiyo una Mwangosi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Simba wanahitaji striker angalau wengine wawili kuelekea kwenye kufungwa dirisha dogo. Lakini hilo swala la kwanza bado uko nyele. Hilo ndio swali la kwanza hilo. Kwa hiyo kwenye eneo la ushambuliaji walikuwa wanahitaji kujibu hilo. Lakini jambo lingine la pili ambalo liliwa expose kuonyesha kwamba bado mna tatizo, na nafikiri Steve Becker analizungumza kwenye eneo la namba 6. Unajua ile pressing ya Yanga ilikuwa inatoa majibu mengi sana, maswali mengi sana kuliko majibu. Kwa hiyo ulikuwa unaona kwamba Simba walikuwa wanahitaji naye namba 6 mwingine. Lakini vile walikuwa wanahitaji mtu mwingine wapate, kama ni wa kushoto au kulia, kusaidia Aula na Libasi, kwamba atakayetoka na atakayeingia wana level sawa. Sasa sijui kwa muda uliobaki na wachezaji waliokuwepo na wachezaji ambao wanapatikana sokoni, maana muda uliobaki ni mchache. Ili mtu akupe mchezaji wake lazima yeye ana option. Kwa hiyo kama yeye ana option, maana ni issue kidogo kupata wachezaji. Na Mgunda mimi kwa staili yangu ya kucheza mimi nilivyocheza toka zamani, mimi kwenye ligi ya chini, kwenye mpira wa chini huu, mimi Ismail Mgunda nampenda bila kujalisha anafunga au saa nyingine afungi. Unajua mimi napenda sana mchezaji ambaye anaweza kufanya vurugu na defense line ya timu mpinzani isicheze. Sasa unajua Mgunda ni mpambanaji kwenye eneo hilo. Yaani Mgunda anaweza leo akapambana na Mwamnyeto, akamwambia Mgunda kufa na Mwamnyeto, akafa na Mwamnyeto. Yaani hamna mambo ya kucheza hapo kwa Mwamnyeto. Kwa hiyo mimi Mgunda, pamoja watu wanazungumzia kwamba score ni kweli,
Lakini mimi ninachompenda Mgunda ni kwamba Mgunda ni moja striker ambaye anaweza kuifanya defense line ya timu ya pili isicheze, isiyo comfortable. Hilo tu. Kwa hiyo mimi kwangu Mgunda nafikiri kuna mechi atawasaidia Simba hata za ligi kuu ya ndani. Okay, tayari matatu. Okay, haya kwa ni maswali ya kujibu kwa timu ya Simba, lakini pia nitamuuliza Chazabeli kuna maswali ya kujibu kwa upande wa Yanga, maana tumeona mechi na pia hata timu nyingine utanipa baada ya haya. Ni kwamba nondo 5 za Aziz Ki ni katika gazeti la Mwana Sports yazoa mamilioni uwanjani leo ni usiku, hii ikiwa ni taarifa ambayo ya kwanza, yani ukiangalia kiuhalisia ni taarifa namba 1 katika gazeti la Mwana Sports, ikiwa ina picha kubwa ya Aziz Ki naeka mchezaji wanasema X Factor X Factor Fadru katuachia matatizo kweli kweli na hilo neno lake hilo X Factor si ndo lile kichwa nakumbuka alikuwa anang'ang'ania Simba kwenda X Factor X Factor huyu ni nani unavyodhani, au bado kitendawili? Hicho ni kitendawili. Nafasi kubwa naona anapewa kuwa Stefan Aziz Ki. Yupo hapa nchini kwa muda mrefu, lakini ni mchezaji ambaye anatamani muda mrefu sana kurudi kwenye klabu yake ambayo ilimpa mafanikio. Unafahamu Aziz tangu ameondoka Yanga hajawa na zile namba, graph yake imeshuka sana. Sasa anairudishaje? Anairudisha ni kama ambavyo alikuwa anairudisha Emmanuel Okwi. Naweza kaenda sehemu akapotea, lakini home sweet home. Anataka kurudi pale ili aweze kurudisha ule ufalme ambao ulikuwa kabla. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa kwamba anaweza kawa Stefan Aziz Ki kwa maana ya namba zake, alichokifanya kabla, lakini anarudi kwenye kikosi ambacho anakifahamu. Anarudi kwenye ligi ambayo anaifahamu. Anafahamu Yanga inahitaji nini. Ni mchezaji mwenye heshima yake. Unajua msimu wa mwisho kabla hajaondoka aliweka kitu kikubwa sana. Kwa hiyo natarajia nafasi kubwa, nadhani atakuwa ni Stefan Aziz Ki. Ingawa wanatajwa wachezaji wengi, lakini nadhani Stefan Aziz Ki ana nafasi kubwa zaidi. Hiyo ingawa kuna mwingine ambao anahisi wapo nataja wachezaji kina Dala, lakini for me I think Stefan Aziz Ki is the one. Chama haiwezekani, hajatajwa. Abe, kuna maswali unaona maswali kama yale ya Jabir kwa Yanga ya kujiuliza. Maana tumeona Jabir kagusa eneo la ushambuliaji la Simba. Labda wana swali la kujiuliza. Unajua mimi Yanga binafsi naona wanafanikiwa kwenye, sina maswali mengi kwa Yanga. Hata maswali 3 sana kama yanafika, hata 2. Kwa sababu kwanza wameweza kuweka uti wao wa mgongo kwa muda mrefu, uti wa mgongo wa timu. Tunapozungumzia uti wa mgongo wa timu ni unapogawa ule uwanja ni mstatili. Unaugawa katikati kwa urefu, katikati ya uwanja ni kwa urefu, sio kwa upana. Kwa maana ya golini, center back, namba 6, namba 8 ambayo sasa hivi most ni namba 10 kwa mifumo mingi ya sasa hivi, na namba 9. Sasa ukiangalia Yanga ile uti wa mgongo wao wa timu umebaki. Yaani kwa muda mrefu wameweza ku maintain. Yaani hawana vitu vipya. Ukiangalia Diara, mabeki wakati wote ni wale, namba 6 Duke Abuya, wana kina Mudathiri, ukienda juu kule kina Max Nzengeli, yani ule backbone ya timu wamebaki nayo. Kwa hiyo haitengenezi pressure kwa wachezaji wapya. Lakini pia ukija kitu kingine, uti wa ule tunasema safu ya ulinzi ambayo ndo key, ndo funguo ya mafanikio ya timu. Wameweza ku maintain uaga Yanga wanaweza ku maintain hizo safu za ulinzi. Hakuna mabadiliko mengi. Kwa hiyo inakuwa ni hata wachezaji wapya wanaingia taratibu kwenye timu bila pressure kubwa. Nilikuwa natamani sana ile swala Jabili na mimi nichangie. Lipi?
kwenye upande wa Simba. Sawa tu. Simba sio kwamba ana timu mbaya. Yaani usajili waliofanya sio kwamba ni mbaya. Lakini mimi binafsi kama nikiambiwa ninyoshe kidole nani kaichangia timu kuiangusha Simba, au labda kwa nini Simba imekuwa na mwanzo ambao hautii matumaini kwa watu wengi, binafsi aliamua timu ikacheze Kagame, mimi nitamnyoshea kidole wa Simba na sababu zangu za kiufundi kama kocha. Simba ilicheza Kagame ikiwa inatoka kwenye pre-season, ikiwa inatoka kwenye mapumziko. Wachezaji wanatoka kwenye mapumziko, kuna wachezaji wapya wamesajiliwa. Yaani timu inapotoka kwenye mapumziko inatoka chini kwenda juu, yaani uanzie juu kwenda chini. Kwa nini Yanga imefanikiwa, au kwa nini Yanga inaonekana angalau imeisumbua Simba au imefanya vizuri? Yanga baada ya mapumziko imetoka chini kwenda juu, yani imefuata utaratibu wa pre-season. Pre-season ni mchezaji anatoka mapumziko, mchezaji ambaye alikuwepo kwenye timu anatoka kwenye mapumziko, akili yake ilikuwa imetoka kutowaza mpira, yani imetoka kwenye mapumziko, familia na vitu vingine, na kuna mchezaji mpya ameingia kwenye timu. Hawa watu wanahitaji kutoka chini kwenda juu, yani maandalizi yao hayaanzii juu kwenda chini, yani anaanzia chini kwenda juu. Sasa maana yake unaanza na intensity ndogo, unakwenda kwenye intensity kubwa. Hata aina ya mechi ambazo unatakiwa uanze kucheza pre-season, kwanza unacheza closed door mechi ambazo dhidi ya timu za kawaida, ili kuwarudisha wachezaji miili yao ianze kuzoea kile kitu ambacho wanakwenda kukifanya. Mwalimu anahitaji muda angalau wa watu kuwa combine, waweze kujua anahitaji nini kwa msimu unaofuata. Taratibu unakifanyia kazi kwenye mechi ndogo, then baadaye unakuja kwenye mechi kubwa. Sasa ukiangalia Yanga baada ya kukaa pre-season camp Avik, kwanza walifungia timu yao, wakafanya mazoezi ya kuwatengeneza wachezaji, alafu baada ya hapo wakaanza na mechi za kawaida. Magereza da sijui wamecheza, sijui kuna timu wamecombine sijui wapi. Ni Magereza da sio timu ambayo inaweza ikapa Yanga intensity kubwa, lakini ni timu ambayo inaweza ikampa mwalimu kile ambacho anakifundisha kinaanza kuwaingia wachezaji wake au akiwaingia. Okay. So kinachokuja kutokea baada ya hapo, walivyoona kwamba tushacheza mechi za intensity ndogo, wanakuja kucheza na Igos du Congo, mechi ya intensity kubwa, wanakuja kumaliza na Simba. Kwa hiyo wameenda kwenye flow ya kiufundi, lakini Simba wametoka kwenye pre-season, wameingia kwenye intensity kubwa kwenye mashindano. Unatoka kwenye mashindano unaingia kwenye intensity kubwa dabi. Kwa hiyo ni changamoto. Okay. Charles Abel, tutarudi tena kwako. Na hizo changamoto nafikiri kwa kiwango kikubwa amezungumzia Charles Abel kuhusiana na psychology ambayo inatakiwa kufuatwa Jabile. Charles alichosema amezungumzia technical. Mimi sikuigusia technical hiyo ambayo ni Charles ameizungumzia deep. Mimi nilizungumzia yale niliyoyaona kiwanjani kwa mchezaji mmoja na timu wapi inakosa mtu wa kusaidia kuweza kunani. Sasa ile Jabile unajua inakujaje? Huyo kwa mfano tu Dumbia ametoka Mali, ni mchezaji mpya, si ndio? Ameingia tu, kaingia kwenye mashindano. Sio, unanielewa? Yaani kafika leo, kesho anapewa jezi bwana, ingia uwanjani kucheza. Ajue Ura anachezaje, ajue Libasi anachezaje. Mechi iliyofuata mwalimu kabadilisha kikosi, Dumbia tena ingia. Mechi iliyofuata kikosi kimebadilika, ingia. Imekuja tena tayari Simba Day, mechi ya dabi. Yule ndio mshambuliaji wa kutegemewa. Ndio kwa sasa hivi waliokuwepo. Yaani ndio maana unaona sasa anaweza kuwa sio mchezaji mbaya, lakini vile lazima uwe na mtu wake mwingine. Na tunakuja sasa ndio kwenye pointi anayosema Abel juu ya mfumo wa kuitengeneza timu. Sio kwamba naungana naye, sio kwamba Simba na timu mbovu. Sahihi kabisa. Lakini inafanya mambo yake kwa pressure, inajijenga kwa pressure. Hata Dumbia sio mchezaji mbovu, lakini anabidi apambane kuingia kwenye timu wakati ambao timu iko kwenye pressure kubwa. Na kwenye mpira huwezi kusema Dumbia mchezaji baya kwa sababu katika mechi na ukiangalia hata kuna hiyo mechi ya dabi, ukimwangalia Dumbia, mimi nikikuuliza Jabili, kuna service gani kapata Dumbia? Hakuna. Yaani ukiangalia kulikuwa kunaonyesha bado kuna level ndogo ya Anicet Yaura, bado kuna level ndogo ya Chama, bado Lebase katika kumfidi. Sasa wajue huyu mtu tunatakiwa kumtengeneza kwenye mazingira gani. Na nashukuru sana hata mwalimu amemdefend sana, ameonyesha kwamba bado kuna kitu
yeye kuna kitu anatakiwa kukitengeneza kati ya viungo na yule mshambuliaji. Tatizo baya ambalo limekuja kwa Simba ni wakati anaondoka Selemani Mwalimu, ambaye at least sasa, kwa sababu viungo hao wote alikuwa nao last season, angekuwa kwenye sehemu ile pale at least kungeleta utulivu. Lakini sasa kwa Dumbia watu kuanza kumhukumu sasa hivi inakuwa ni makosa, kutokana na timu jinsi ambavyo imetengenezwa. Bado timu ilitakiwa kupitia mchakato. Baada ya tuseme Mwalimu aliamua kuzitumia mechi za Sekafa katika kuangalia wachezaji wake. Kwa hiyo baada alihitaji utulivu wa sasa kuianza pre-season ili timu ipate utulivu. Bahati mbaya Sekafa inaisha, inakuja Simba Day. Baada ya hapo anatakiwa kuanza mechi za mashindano za ufunguzi wa ligi. Hilo ni tatizo kubwa. Kocha mechi na Yanga Simba wamecheza kwa ubora katika muda gani? Katika dakika ngapi? 15. Baada ya hapo timu nzima imekata. Yaani utamlaumu Dumbia, unasema Simba ina shida ya ushambuliaji, lakini siku ile Simba yote ilikata, yaani timu nzima. Sasa hapo ndo tunapokuja kwenye issue ya kiufundi. Wachezaji wametoka kwenye mapumziko, wanaingia kwenye timu tayari wanakutana na mechi ngumu, fatigue lazima itawajia. Na mimi naambia, sisemi yani labda itokee, lakini inawezekana ukawa ni msimu ambao Simba ikawa na mwanzo mgumu sana. Yani inaweza ikapata matokeo, lakini performance ya uwanjani yani watu wengi wasivutiwe nayo, kwa sababu wachezaji hawajapata ile. Na ndio maana ukiangalia miguu ya wachezaji inaonekana haiko fresh. Yani inawezekana akili inajua inataka kufanya nini, ila miguu, lakini miili sijui, unaelewa. Cramps kama ile anaipata Kibabage. Hebu imagine ni mechi ya kwanza ya msimu, mchezaji ana pull muscles. Sio yule, kuna kama wawili wengine walionyesha kama wana hiyo dalili. Yani mpira Jabili, mpira ni sayansi. Yani mpira ni sayansi ambayo ina taratibu zake. Ukienda kinyume, mpira utakuonesha tu pale kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Bahati mbaya wasiwasi wangu isije ikazalisha majeruhi wengi katika huu mwanzo wa ligi, na hii ndio itakuwa tatizo baya zaidi. Of course ukiangalia, na inawezekana unachosema naweka, kwa sababu aina ya mechi tutacheza karibu. Siku ngapi kwenda kucheza Champions League kwanza preliminary? Anza tu na ligi yenyewe, kwa sababu ligi ni kama baada ya siku 3 kuna mechi. Kesho ana mechi Jumapili kesho na Kagera. Akitoka na Kagera anamfuata Pamba kama sikosei. Akitoka kwa Pamba anacheza na Singida. Sasa imagine unakutana na Kagera Sugar ambayo kwanza iliwahi kujua hatima yake kwenye ligi kuu, then wachezaji wao wamepata nafasi kubwa ya kupumzika, then pre-season yao imeenda. Unajua Kagera ni miongoni mwa timu ambazo hazijawa na kelele nyingi sana kwenye pre-season. Mimi naamini Simba na mechi ngumu sana kesho. Okay. Kocha Baka anasema anaamini kikosi bado hakijafika katika kiwango anachokitarajia. Huyo mwalimu. Huyo ni mwalimu. Sio sisi, huyo kocha huyo. Kocha anasema kiwango cha Simba, yani hapa Simba hii bado lakini quotation zake ni kwamba anaamini kiwango cha Simba bado hakijafika katika ile level inayotakiwa. Nafikiri yote sasa hiyo ndio unasema Chazi, ni bahati mbaya kwa sababu nafasi hiyo sasa inakuwa ngumu kidogo kuipata, kwa sababu after 3 days una game, after 3 days una game. Na Simba inaonekana haina wachezaji mbadala sana. Na hiyo ndio sasa ndio nilikuwa nakwambia kwamba kwenye hizi siku sasa yani hii siku iliyobakia ambayo tunaizungumza ndio nilikuwa nakwambia ndio maswali ya kujibu kwa haraka leo. Kwa sababu vinginevyo anavyosema Sunaweka, timu inaweza kuwa na majeruhi wengi msipokuwa makini. Okay, kuna mtu mmoja katika mitandao ya kijamii anasema Dumbia anaweza akapewa ndege alafu wengine hii scenario unaionaje? Unajua sisi Tanzania tuna pressure yetu ya kama wanavyo, hata alivyokuwa anamzungumzia mwana sport sio ilimzungumzia nafikiri Kingwande ilimuoji Moses alikuwa Simba zamani, Moses Phili sijui mlimuoji, niliona hiyo kitu yani Tanzania mchezaji anaweza kupigwa pressure ambayo hata saa nyingine hastahili. Yani leo hata ukimuuliza mshabiki wa Simba kwamba kwa nini unasema Dumbia hajui, hana majibu. Lakini kwa sababu yani anachokwambia tu ajui anang'ang'ania. Lakini huyu mchezaji yani unawezaje kumhukumu mchezaji ambaye hata mechi 5 yani za kucheza kwa dakika kadhaa hajapata? Huwezi kumhukumu. Samani. Ni kama siku ile nilivyosema na Chazi, wachezaji wengi waliowasajili Yanga tunawasubiri kwenye pitch. Sio? Kwa hiyo Kingwande katujibu kwenye pitch, sio?
Kangwanda. Kangwanda tunasema okay, tunasubiri na wengine, muda upo. Huku kwa Yanga pembeni huku za nani? Zukwani sijapata maoni. Anaonyesha ana kitu, lakini kwa sababu muda bado nao, unajua muda tuwape Zakwani Dumbia, tuwape muda. Yes, unajua shida ni kwamba uzuri ni kwamba Yanga wapo wanafanikiwa ni kwamba timu yao haijijengi kwa pressure. Amesema Abeli, yaani Yanga hawajijengi kwa pressure, yaani ile backbone inawatunzia heshima hawa wapya kuweza kuingia kwenye timu taratibu bila pressure. Leo yule Zokwani unaweza usimpange kabisa, weke mbali, bado Yanga ina option ya kufanya mtu akakaa pale kulia na akafanya kitu kikubwa tu. Anaweza akakaa Maxi huko, anaweza akaja akakaa mtu mwingine na bado timu ikacheza tu, na ndio maana unaona wanaonekana hawana pressure. Sasa inakuja kwa upande wa pili, unajua kwanza maisha ya Simba na Yanga ni maisha ambayo yanatazamana. Yaani ndio shida kubwa kabisa. Yaani unapomwona, unajua anayempa pressure kubwa Dumbia sio Simba. Simba wanamwangalia, sio zetu kwa wanashauriwe. Yaani ndio pressure inapokuja hapa. Sisi tuna Dumbia, afu Dumbia mwenyewe bado hatujaanza kuona moto wake. Ndio hiyo sasa kutokufuata ile pre-season. Light kama Dumbia, Simba wangeangalia, kwa sababu Simba imeenda kucheza na timu ambazo wao wameshamaliza pre-season. Walishaanza muda mrefu, au Rayoni, au Suguru Maia, walishaanza kucheza muda mrefu, washaanza kujipanga. Na ndio maana unajua Azamu ilienda Rwanda kwa sababu timu nyingi zimeshamaliza pre-season. Kwa hiyo unaweza kucheza mechi nao. Mechi zao unaweza kupata zile muda sasa kwenda kucheza nao. Kwa hiyo ni namna ambavyo unajuaje kuweza kuzichanga karata zako. Okay. Swali la mwisho, kuna Yanga sasa hivi na international wangapi mpaka sasa? 12. 12. Wakisajili leo endapo kuna watu watapunguzwa. Mimi binafsi sikubaliani sana na usajili wa Yanga wa yule beki wa kati Faruku Komara. Mwandamizi Chazi unamwona kama anasinzia. Fred. Na maana Fred. Hapana, yule beki Faruku yule pale yule nadhani sijui kwa kuna pressure gani, lakini sikuona haja sana ya usajili wake. Philip, namsikia Chazi unakumbuka alisemaje wiki iliyopita? Ile wiki ile alisemaje? Tulioji mimi na Chazi kuhusu Yanga kusajili beki wa kati. Tukaweka na majina na nini. Sasa tukaconclude lakini mwisho kwamba ngoja tumuone Komal anavyokuja kuvunja ule ukuta wa Manyeto, Baka, Jobu pale. Hapana, sioni kama anaweza akafanya hiko kitu. Tukaweka hiyo tukasema acha tumpe muda. Lakini tunajua ni hasara kwa Yanga. Atapita njia. Tuipe muda. Tumekubaliana hapa wachezaji wote tunawapa muda. Hata kama unasema unatoa muda. Mimi hata kama unasema unatoa muda. Mimi nadhani Yanga ni timu ambayo ijitosheleza sana katika zile center back. Uwepo wa Baka, uwepo wa Manyeto. Una yule beki kutoka Mashujaa. Ni beki mzuri, national team player. Yule beki akucheza mechi ya Ngawe, alicheza ile ya Igo. Hata Igo kucheza. Igo ndio hiyo. Igo ndo katoa goli. Ndio kaenda katoa pochi pale. Sasa ndio unatoa pochi ambalo mpira wetu. Umeelewa babu? Unatoa pochi ambalo nzuri ile mechi. Ndio mpira alizuia ule shuti ya Zuia ndio hiyo pale. Lakini tukubaliane kwamba yote kwa yote tuwape muda. Sawa. Unajua mimi siku ile tulichozungumza na Chazi wakati anasajiliwa yule, tulivyoona ule usajili umetangazwa, tulivyokuja kwenye kipindi tukasema, mimi nikasema huu ndio usajili ambao kocha haingiliwi, lakini ili mnapaswa mnamwambia kocha ukweli. Tulikubaliana hapa kwamba kocha haingiliwi saa nyingine anapoleta mapendekezo. Na mimi nakumbuka nilisema ngasema angalizo kwa Mankoba. Angalizo? Yaani nilisema kwamba kwa mimi kwa uzoefu wangu wa mpira wa Tanzania, huu usajili mimi naamini Yanga wamemuitikia kocha. Namtaka beki fulani, namtaka mchezaji fulani beki. Bwana kocha, lakini sisi namtaka beki. Bwana haya chukua. Kuna mawili. Aidha huyu mchezaji aperform sana,
ama watu wanamwambia kocha, si unakumbuka? Kwa sababu si unakumbuka hapo ni aidha kocha awajibike au mchezaji awajibike. Sasa bahati mbaya zaidi ndio tunapokuja kwenye zile siasa zetu sisi. Afu mchezaji kacheza Afrika Kusini. Yes. Bahati mbaya sasa Faruk anakuja mechi ya kwanza ambayo ndio watu wana expectations naye. Anakuja kufanya kosa kama lile. Watu ndio wanapoanza kijicho. Mimi bado naamini tupe muda. Touch zake ni nzuri. Yaani unajua babu, shida kubwa inapokuja wewe umeanza umeingia tunasema na mguu wa kushoto. Si umeelewa? Ukishaingia sehemu na mguu wa kushoto hata kocha mwenyewe tayari namtengenezea pressure. Yaani kwamba anaona watu wanapoanza zile kelele, bwana beki gani? Kocha mechi inayofuata ni ngumu sana kukupa nafasi wewe ya kucheza kwa sababu ana hofu kwamba inawezekana ile pressure ikakugharimu ukaja kumharibia yeye matokeo. Kocha msingi mimi ngoja nianze na wale ambao washazoeleka. Hapo sasa ndio pressure inapokuja. Mimi anaposema Charles, ningekuwa kwenye uongozi wa Yanga au mimi ningekuwa S. Mimi ningemwambia kocha kabisa kwa ajili ya uzalendo wa nchi. Ningemwambia kocha, sisi hatutamsajili huyo mchezaji. Sasa hapo ni kinyume na weledi. Sawa, na weledi, lakini mimi ningemwambia au ningefanya kitu chochote cha kumwambia, hata kwa kumwambia kwamba listen, mimi ningeweza kutaka kumwambia Gamondi, sikiliza na kuomba Gamondi, ongea na huyu jamaa. Kwa sababu gani? Kule tulikubaliana Chazi. Yaani Jabiri, sisi tunakwenda kwenye AFCON. Sisi tuna Mwamnyeto, tuna Baka, tuna Diki. Lakini yule kijana yule aliyotoka Mashujaa tayari Gamondi anamuita national team. Hauna kosea? Hatuwezi kumuua. Lakini mimi nakubaliana na Jabiri, lakini kwenye swala la mimi nadhani Yanga wamefanya very smart kabisa. Yanga wamefanya very smart decision. Kocha, si unataka umeona hawa unaona wasikupe kitu, let's give you what we wish to have. Chukua huyu hapo mchezaji. Alafu sasa akajionee kwenye uhalisia. Unajua mpira sio mchezaji wa chumbani. Yeah. Mpira unachezwa hadharani. Sasa Faruku wako leo muona bora yule pale katuchoma kwenye mechi ya kirafiki tu. Bado hatujakutana na mechi kubwa. Okay. Hiyo lakini sasa kwa quality ambayo Yanga inao walitakiwa tu kufanya vitu kwa utaratibu. Leo unaweza ukatengeneza pacha nzuri kwa sababu wewe Job amebakiza kama mwezi kurudi. Unakuja kwenye competition nyingine sasa kati ya Job, Baka, Mwamnyeto. Na yule Musa. Musa sasa hapo bado yule Musa huko hapa. Kwa hiyo mimi nadhani Yanga ilikuwa imejitosheleza hapa. Ile ni matumizi mabaya kama ya nafasi ilivyokuwa kwa kinasi. Okay, ni mjadala mzuri. Tutazidi tumekubaliana tunazidi kuvusha. Tuwape muda. Haya. Ligi yetu imeanza jana na of course leo hata barani Ulaya maligi kibao yanarudi. Italy, Hispania, England, kote huko ligi zinarudi. Tumerudi katika ustaarabu wetu wa najua kuna michezo yetu ile ustaarabu wetu wa michezo mingi, kuangalia mechi nyingi kama tulivyozoea. Tumeishi of course kombe la dunia lituvusha. Mwaka huu tulikuwa kidogo na kitu angalau. Kwa hiyo familia zinapoteza tena mamlaka. Yaani ligi, msimu wa ligi ukirudi familia hazina nguvu tena, baba ndio mwenye nguvu, anataka remote hapa. Tamthilia zinabaki nyuma huko. Wanakuvizia ukinyanyuka tu katuni. Haya, katika ngao ya jamii tulishuhudia video support na mchezo wa jana wa ligi, video support. Kwa mechi zote hii tukumbuke hii ni mechi zote video support. Kwa nini haitamkwi VAR, inatamkwa video support? Au kuna viwango vya kufikia VAR unaanzia kwenye video support? Ina utofauti kuna tofauti kati ya VAR na video support. Tofauti kwenye vifaa, kuna vifaa lakini pia hata matumizi yake. Video support VAR ina teknolojia tofauti kidogo. Ukiangalia ni teknolojia ya juu zaidi ya VS. Ndio maana hata gharama yake ni kubwa. VAR gharama yake ni kubwa. Hata kuaccommodate tu gharama yake ni kubwa. Ndio maana nchi nyingi ni chache sana zimefanikiwa kuwa na VAR. Lakini maeneo mengi mengine ambayo sasa wameshindwa kuwa na VAR au walikuwa wanachelewa kuwa na VAR, wameamua kuwa na video support. Ambayo hata matumizi yake yana utofauti. Hata requesting yake. Umeona jana Dodoma wanapata shida. Nadhani kuna haja hata kuwapa semina wachezaji namna gani ya kuomba hayo matukio.
wachezaji wa Dodoma wote wameenda kumzonga mwamuzi. Yaani ni makosa. Na umepata kadi. Na wanapata kadi. Sasa pale analalamika. Kwa mfano nimeona mdogo wangu Kibuta analalamika, sasa mimi ni captain tena unanipa kadi. Umetumia njia sio sahihi. Wao kama waliona kuna mashaka walipaswa kumfuata kocha wao. Kwa sababu zile kadi za kurequest zinakaa kwa kocha. Kocha ndo anayepewa zile kadi au yeye ataamua ampe meneja wa timu. Fafanua. Ngoja kwanza fafanua hizo kadi hizo. Watu wengi wanawezekana hawajaziona. Kuna kadi mbili, kila timu inapewa kadi mbili za malalamiko, za kuombea kwenda review, kupata review. Sasa wachezaji wakiona kama kuna tukio pale halikuwa sawa au kocha akiona kama kuna tukio pale halikuwa sawa, wanatakiwa kwenda kuwasiliana na kocha. Bwana kocha, pale tumeonewa, ile kuna red card pale kuna red card. Sasa kocha ndo akubaliane na wachezaji wake. Sasa bwana, sawa, naomba tukapate review. Ni kama ambapo amefanya kocha Baka kwenye mechi ya Ngao ya Jamii. Aliona tukio, wachezaji wakamuona, akamwambia assistant wake, naomba chukua kadi peleka pale. Hata aliagiza kabisa hivi. Na alionyesha, Azam TV iko wazi. Ilionyesha kabisa akachukua peleka pale. Na akachukua kapeleka. Anajiga akaangalia, akaona hakuna kitu, akasema, "Sasa ilivyo zile kadi ziko hizi mbili kwa kila mchezo, kwa kila timu." Kwa kila timu, yani jumla mara 4, matukio manne. Matukio ni 4 tu. Sasa ilipo kama wachezaji wakilalamika au kocha akalalamika, akasema naomba likarudiwa lile tukio. Sawa? Likaenda likarudiwa. Na muamuzi akasema kwamba kweli hawa wameonewa. Sawa? Atatangazia umma pale wa uwanjani, alafu atafanya maamuzi. Sasa kama kweli mmekufanikiwa, ile kadi itarudi kwenu. Lakini kama itakuwa mlichokiomba sicho, kutokana na marudio, kadi ile nafasi imepoteza. Na wamefanya hivi purposely kuweza kutunza muda wa mchezo. Imagine ndo ushazilio umepigwa mafuriko na Simba wewe au umepigwa mafuriko na Yanga unaanza wewe utakuwa unaomba kadi tukapa zingekuwa 10. Mpira tusingecheza. Maana yake zikiisha tena ndo basi. Zikiisha hapo umeshapoteza fursa yako. Kwa hiyo mnatakiwa kuwa makini. Muende pale kwenye matukio ambayo mnaona kweli hapa kuna issue. Sasa kwa mfano wale Dodoma walikuwa wanalalamikia goli lile. Emwe Filipo tuseme. Sasa lile lilikuwa kosa gani? Kipa mwenyewe kadilei kwenda kufanya maamuzi. Kipa kafungisha, kila mtu anaona, anaangalia mpira. Sasa unaenda kuomba tena replay. Sasa ile sasa wameenda kuomba, wakiomba imekufa, kadi imeliwa. Kwa hiyo tukio lingine lingeweza kutokea la maana, mnaweza kumisi ile chance. Tuone sehemu ya VS ambayo imetumika. Nafikiri pia kuna namna ambavyo wachezaji wanahitaji semina. Wapewe semina jinsi ya kutumia. Namna ya kutumia wakati ligi inaendelea, kwa sababu hata waamuzi unajua morphology enda pembeni. Morphology ya sisi tumeona kwenye kombe la dunia. Morphology ya waamuzi wetu kwenda katika ile VS, unaona kama hawajiamini. Unajua babu bwana. Alafu kama vile msikize chazi. Ngoja babu alafu kama vile wanasubiri wale waliokuwa ni VS wawaambie kwamba bana kweli hii foul, hii sio foul, yani bila ile yeye mwenyewe kusema yani sijaipata ile pale. Kwa hiyo tuone sehemu kwanza ya ngao ile VS ambayo iliweza kutumika. Alafu tutaibua mjadala mwingine kuhusiana na VS na VAR. Najua ni kama anavyosema Chale kwamba ni sehemu ya kujiandaa. Kama timu inavyojiandaa vile na mechi hizi za pre-season, na nafikiri VS nayo ni sehemu ya kujiandaa na VAR. Walikwenda kuondoa shambulizi ile wakati alicheza ndani, Chiki alipangua na Mligo alijaribu kuingiza kichwa lakini iligusa mpira Baisha Shambulizi kaondosha kwenye hatari. Waita Gomez aliona mpira umeguswa, chochote ambacho anaweza kaamua hapo chenye faida. Wameomba video support hapa uwanjani, kuna football video support. Bila shaka kocha wa Simba ameomba review, angalie tukio lile. Ahmed Arajiga kocha wa Yanga ama yuko kwenye football video support system has been called into play hili hapa. Bila shaka football video support penalty or no has been called in.
Naitwa ni FVS. Sasa Philip, FVS, yes. na kitu kimoja. Kuna kitu sasa pale hapa Aragija alisema defender. Yes, nilikuwa nataka kukueleza. Ndio nataka kusema hiyo. Yes. Unajua kuna vitu ambavyo watu hawajavielewa. Mpira una moments mbili, offensive na defensive. Yeye alisema defender. Yes. Yes. Watu wanamuona kama alikosea. Yes. Lakini wakati yule ni Shalulile. Na ndio sababu watu kumuona amekosea. Pale Shalulile ni striker. Lakini alikuwa ana defend kabisa. Kabisa. Yule ni striker, lakini alikuwa pale kwenye moment ya kudefend kwenye position. Kwa hiyo Tanzania walitaka aseme yule ni mshambuliaji. Na hiki ndio ambacho watu wanashangaa, watu wengi wanakosea hata kwenye sheria ya offside. Sheria ya offside kipa akuwepo pale, lakini kwenye offside kipa hatajwi, ni defender. Mtimu unaojilinda. Sasa watu walikuwa wanamuona kama Arajiga amekosea. Hapana. Hajakosea. Yule mtu amekuwa trained. Hao watu wamekuwa trained muda mrefu, wanahudhuria hizo course. Mimi napongeza sana. TFF imechukua effort kubwa sana. Hebu fikiria. Kwa mechi kama ya dabi ile, hakuna video support kwenye tukio kama lile pale. Ndio lingepita pale. Mtaani huku tungekuwa tunasema nini? Vile vile Aragija. Wale wameshaonewa pale. Wameonewa, lakini tumeonyeshwa bwana. Aliwahi kupiga mpira kabla yeye ndio aliwahi kupiga. Na hata ukimwangalia intention ya yule mchezaji wa Simba, yani ameenda sio kama nikaenda kuitafuta, yani hapa ngoja nifanye hiki ili nitafute hiki. Lakini mwenzake alikuwa amedhamiria kupiga mpira na akaupiga mpira kabla hajafika. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio zuri ambalo aliwahi kuondoa mguu, yani unamwona yule yani kapiga mpira afu kaondoa mguu. Kwa hiyo alikuwa amejiweka kwenye maeneo salama kabisa. Lakini pia kitu kingine babu, mimi ambacho nilikuwa najaribu kuchangia, tumezungumzia hapa kwa mfano Dodoma. Yaani tuna changamoto kubwa sana ya attention to details. Details ndogo ndogo zinatugharimu sana wakati mara nyingi. Sana. Hapa tumemzungumzia Beka, si ndio? Mechi ya kwanza ya Ngao. Yaani wakati hata huo mfumo ndio unatumika kwa mara ya kwanza. Na ikakaelezea vizuri kabisa kwamba kocha akafuata protocol. Si ndio? Hili swala lipo kwenye kanuni za ligi, yani hii video football FVS. Kwenye kanuni za ligi limewekwa. Timu inaanza ligi msimu, haijui kwamba protocol za kuomba hicho kitu zikoje. Hebu imagine. Chanzo, unajua mimi nilikuwa nataka nimwambie huyu kwamba wakati anaizungumzia hii, nataka nimwambie tulikuwa tunalalamika sana mwaka jana, kama unakumbuka, kwenye adhabu ambazo zilikuwa zinatolewa kwenye vilabu, kama unakumbuka vizuri. Na kwa mfano unakumbuka wewe msimu uliopita ulikuwa umeilalamikia KMC, ukailalamikia, ulitoa maoni kuhusu KMC, Tanzania Revenue Authority, kwamba ni timu za taasisi, lakini ikawa inashangaza makosa wanayoyafanya. Sasa ndo hilo unalorudi tena wewe kulizungumza kwenye hili jambo, kwamba mimi naulizaga kila siku, hizi kanuni zikishakabidhiwa kwa vilabu wanafanyaga semina angalau ya wiki moja. Yaani kwa mfano hili ligi lilipokuwa inakuja wiki nzima mmejadili. Jabili, changamoto kubwa unajua iliyopo, timu nyingi au watu wengi wanakuja kufuatilia kanuni likitokea jambo. Na ndio maana yani sisi wenzetu mimi naamini Yanga, Simba, Azam, maybe Singida tayari washakuwa na session za kufanyia kazi kanuni hizi. Yaani mimi naamini hivyo. Umeona? Ndio maana hizi timu wakati mwingine unaona kama watu wanaona hizi bwana zinapendelewa sana. Hapana. Yaani ni details ndogo ndogo ambazo wewe unaweza ukaona hii haina impact. Mimi bado mpaka kesho nakumbuka tukio la timu kuondoa timu uwanjani. Kanuni ya ligi inasema dakika 30. Ambulance imechelewa dakika 15, mtu anatoa timu tondokeni. Yaani mimi ile tukio mpaka kesho nilishangaza yani. Kwa sababu katika mimi tu mtu wa kawaida najua kabisa kanuni inasema dakika 30. Lakini dakika 15 unahesabu kabisa. Mtu katoa timu tondokeni bwana, ambulance hakuna, tunakupa pointi 3. Hakuna utaratibu huo. Kwa hiyo ndo kama hicho unachosema. Kwa mfano jana anavyosema Charles, unaweza kuona kabisa ile Dodoma Jiji hizi kanuni haijazisoma wala hawajasomea wachezaji wao
wala hajamchukua labda mwanasheria wa pale wa jiji kuambia jamani, kanuni hii hapa maana yake hivi, maana yake hivi, maana yake hivi. Kwa sababu wangekuwa wamesoma, wamekaa, wamepata hiyo training anavyosema Chazi, walikuwa wachezaji hawezi kumzonga nani, hata hiyo kumzonga yule refarii. Hata hiyo maana yule kibuta alikuwa anamwambia refarii, kwa nini unanipa kadi mimi? Alikuwa anaenda kumwambia kocha tu, bwana kocha, chukua kadi kalezi pale complain hiyo. Na sio lazima mpaka utumfuate kule, ni kumpa ishara tu bwana, tuombe. Sasa yule William Edgar yeye anamfuata refa anamwambia yaani yeye bado ana akili ya VAR, sio video support. Kwa hiyo inawezekana hata kocha wake naye alikuwa ajui, kwa sababu tukaona kilichofanyika chochote, kocha angeweza kuwazuia. Sasa jamani, msubirini kwanza, kaeni huko kwanza mbali. Kuna wakati mwingine makocha wanawasaidia wachezaji, acheni hizo vurugu, acheni, mimi nitazungumza naye warefa, mimi naomba ile tukio karudi. Tayari angekuwa ameshaokoa hata ile kadi ya kibuta. Bwana sawa. Kama saa nyingine tunajiulizaga hapa kwamba unasikia timu imepigwa faini kwa sababu ilichelewa kwenye kikao cha mechi. Anasema hao watu wamelala. Wanajua bwana, kesho saa 3:30 tunatakiwa tuwe kwenye kwa ajili ya kikao cha mechi. Unasikia mpaka saa 5 walikuwa hawajafika. Ni sheria hivi. Samani, kwa kumalizia mjadala huu, kuna baadhi zile sheria za kombe la dunia zimeingia huko. Mimi nafikiri hazijaingia nafikiri moja hapo ya muda ile ni worldwide. Unajua kuna kanuni na sheria, hapa tunazungumzia kanuni. Yaani VAR inaingizwa kwenye kanuni. Zile sheria zinaingizwa kwenye sheria za mpira ambazo dunia nzima inatakiwa zifuate. Zote upotevu wa muda ipo kwenye sheria, sio kwenye kanuni. Yaani marefa wa Tanzania wanatakiwa apply, sababu ile iko chini ya IFAB. Mimi na kitu kimoja nasema hicho kwamba nahisi akijatumika, au nasema marefali wetu wameanza kuwa na tatizo. Jana kuna tukio lilitokea mechi ya Geita na Mbeya City, sikumbuke dakika, lakini liliniuzi, na naomba niwaambie Geita hapo kama wananisikiliza, wananiona. Mmekuja kwenye ligi kuu, swala la wachezaji wenu kupoteza muda kwenye sehemu ambazo hazina sababu, hakuna sababu. Kuna mchezaji wa Geita alifanyiwa foul karibu na goli lao kule, alifanyiwa akiwa nje kabisa ya uwanja kule, akatoka kabisa nje ya uwanja kama goal kick vile, kama mliona hilo tukio, akabimbilika hadi akarudi tena ndani ya kiwanja. Sasa hapo kosa hapo tutaporudi kwamba mimi kuna siku kama unakumbukumbu nilisema, nikasema hizi kanuni, hizi sheria ambazo wanazipitisha huko, changamoto kubwa ni moja, sisi wakati mwingine waamuzi wetu wanazijua, sio, unaelewa? So kwamba kwamba zile sheria kwamba Tanzania mko kwenye kisiwa wanazijua, lakini ndo anawaendekeza wachezaji kwa sababu mwamuzi, yani katika kikawaida tu, bila hata kombe la dunia singetumika. Huyu mchezaji huyu amefanya kosa la kuchiti, yani amemdanganya mwamuzi. Kama anaweza kuwa nalo kashinda, kipa anajiumiza. Yani kipa anaweza akajifanya kama kaumia, refa akamsubiria akamaliza kutibiwa, anampa kadi. Sasa kama refa kumwadhibu yule, maana yake unatengeneza mazingira, wanaona kumbe yule refa mwenyewe naye na mimi niwe mkweli, nilipenda reaction ya wachezaji wa Mbeya City. Walikuwa wanamwambia refa kwamba huyu kaumia kule, alitoka kabisa nje ya kiwanja, yani alikuwa anatakiwa atibiwe kule, sisi tucheze mpira, amerudi, wanamwambia refa. Haya, sawa, asante. Tuangalie video support nyingine ya pili, Mbeya City dhidi ya Geita, nayo ilikopo ina vitu gani ndani yake, tuiangalia, alafu tutakuja kuendelea kuangalia matokeo ya jumla na mechi za leo kwa siku ya leo. Bao la kwanza kwa Geita Gold wakitangulia likifungwa na Aubrey Chola Chirwa, limewatanguliza na wenyeji Mbeya City bado wakiendelea kufanya subira.
hapo mimi nimeona kuna changamoto kadhaa. Mimi nimeona kuna changamoto kadhaa hapo. Kwanza sheria ya VAR na FVS mpaka nije kuishika hili VFVS ishia tu kwenye VS. VS, yeah. Tuishie kwenye VS. Tutaka na sisi tuone, si ndio? Au una nini sio unatangaziwa? Tuone yale kama tulivyoona kwenye babu, usilazimishe VAR ndio VS. Kwani ni kama Yanga. Sasa ndio umeambiwa, ngoja kwanza. Tofautisha yani kwenye VS sio lazima wewe uone kama kwenye VAR. Ikitokea umeona sasa sababu wewe ndio protocol babu. Kwa ikionekana wala. Kwa mfano mtu alikopo uwanjani anaonaje? Mtu alikopo uwanjani anaonaje? Kwa sababu inatakiwa ikuwe na kwenye VAR pale. Kwanza lazima tuelewe hii teknolojia tafsiri yake ni nini na zinatumikaje. Wewe kuoneshwa ambao unaangalia kwenye TV sio lazima, ni ungwana, sio lazima. Hakuna hata kwenye VAR yenyewe hakuna ulazima wewe kuona, kwa sababu ile ni kwa ajili ya kumsaidia muamuzi kureview tukio na kutolea uamuzi. Kwa hiyo ukiona shukuru Mungu, usipoona sio lazima. Ndio anapojisimaga Julio kama ibada za sunna sio. Kwa wale ambao sasa wako usali upate dhambi na ukisali unapata. Hii ilikuwa dakika ngapi? Kama dakika. Unajua huu mpira mimi niliwaelewa waamuzi, wala sikuwa na shida. Mimi nilikuwa nasubiri kuona final decision yao, kwa sababu hata mimi wakati anapewa Chirwa goli nzuri sana, nikahisi na mimi alikuwa offside, na ndio sababu ya hawa Mbeya City kuleta hii kadi hapa. Kama walileta au waliambiwa sijui au I don't know, labda kama nao walifanya training, kwa sababu unajua baada ile goli kufungwa kama yani sekunde tu zimepita akaomba referee kuja hapo kuna nini. Okay. Kwa hiyo ukiangalia ile mpira unaweza kusema hii ni offside. Hata mimi nikasema hii mbona offside? Hii si offside. Offside. Lakini ilivyoenda na swali jingine. Kwa nini wanakwenda wawili? Au ndio hiyo VS? Inawezekana labda mimi. Kwa nini wanakwenda wawili? Unajua VAR ukiacha waamuzi ambao wako uwanjani, yule ambaye anaenda pale mwamuzi wakati. Wanatakiwa waende wawili. Kuna waamuzi wengine wanakuwa kwenye chumba kwa VAR. Kwa VAR wote wanasaidiana na wanasikiaga wanazungumza kabisa, bwana hiki na hiki. Kwa hiyo hawa kwenda na fourth official pale, mimi sioni shida wote, kwa sababu wanaamua mechi moja. Kwa bwana hapa unaonaje? Hapana. Huyu amezidi. Mimi ombi langu ni moja tu, na tena ni kwa Azam TV kutuongezea wewe hapa kamera kwenye haya matukio kama ya offside kama haya hapa. Yani tupate mwanga. Unajua uzuri ni kwamba wale wa uwanjani hawawezi kupata faida, lakini sisi ambao tutaangalia Azam TV tutapata faida ya replay. Itatupa picha kwa maana kumbe hapa Chirwa hakuzidi kama tulikuwa alikuwa onside. Alikuwa onside. Sasa pale ndio tupate, kwa sababu hapa nachoona hapa kwa hizi offside za kuja kuangalia mgongoni hizi na tuone wanachokireview pale. Good idea. Sawa. Ni kweli wakati waamuzi wameenda pale tuweza tukatafuta kibox tukaona waamuzi wameenda kuangalia pale, lakini huku tukaa tunacheza ile tukio. Tukio lenyewe mnalirudia sasa. Lakini pia bwana, mimi binafsi pia niwapongeze Bukombe Halmashauri. Wametengeneza uwanja ambao una hadi hizo support za VAR. Yes. Kwa chumba maalum kabisa cha VAR standard ile ambayo CAF wanahitaji. Wametengeneza uwanja wa level 4. So binafsi niwapongeze of course. Wanastahili pongezi. Kuna mtu anasema Geita. Bukombe haijulikani iko wapi, sema mkoa mkubwa Geita. Halmashauri ya Bukombe. Geita uwanja wao juzi umechomwa. Ule uwanja unaotengenezwa juzi. Sema kuna la kujifunza pale. Watu wameenda wamechoma zile nyasi zote za uwanja. Kwa nini? Basi ndio ajulikana nani kachoma, ni moto Mungu. Tutajadili hilo baada ya kipindi rejea. Lakini na mimi napenda niwapongeze kama anavyosema Chazi, na mimi napenda niwapongeze nani Singida. Jana nilifurahia sana kuona ule uwanja wa Airtel. Kwa kweli. Yakipatikana na majukwaa machache. Doligi tusisahau kuwapongeza kwanza hata mamlaka ya soka kwa namna walivyoileta hii. Itasaidia sana kuondoa mambo mengi sana. Unajua
msimu uliopita kulikuwa kuna kelele nyingi sana. Zimepigwa sana kelele hizi mambo ya VAR. Yani, lakini kupata hiki kwanza hata cha video ya, ni kweli kitu kikubwa sana. Na hata uwekezaji sasa mimi bwana itakuwa ni samani, itakuwa ni kwa muda wote au ni raundi ya kwanza tu? Ni mechi zote. Wale wa jamaa watakuwepo muda wote. Wale jamaa wapo, wataendelea kuwepo, lakini pia niliambiwa kwamba kuna senta nyingine itatengenezwa hapa Dar es Salaam ambayo nayo pia itakuwa inapitia matukio hayo na pia hata kutoa ushauri. Hiki kitu hapo kipo sawa sana. Ni Wareno wale jamaa wako vizuri sana na wako very cooperative. Kiukweli to be honest, hili ni jambo ambalo President Karia, kamati ya utendaji, wadhamini wa ligi kuu wanapaswa kupongezwa. Unajua mimi nitoe mfano hii video support kwa matukio ambayo yalitokea kwenye msimu uliopita ambayo yalikuwa kama matatu ambayo yalikuwa yani yako clear kabisa. Like, tungekuwa na hii saizi tungekuwa tunazungumza vitu ngopi. Okay. Mfano mechi ya Simba na Singida kule ya Teli ya mwaka jana ya msimu uliopita, ambao afu mechi ya Yanga na Simba Zanzibar goli la Mwalimu, alafu mechi ya Azam na Yanga ambayo ilishabila bila, lakini Dube dakika za mwisho alikatwa, alifanywa faulo na yule Mkolombia yule, unakumbuka? Hata Simba na Yanga ya Isamuyo ya Depo yani hivi kwa kweli itatusaidia sana kwa kweli. Asante. Nafikiri kwenye mambo ya lugha kuzungumza mwamuzi yule anapokwenda kuzungumza kwenye mambo, nafikiri Kiswahili kinakubalika. Yani ni nzuri wakatumia Kiingereza. Mimi bado nadhani kwa sababu waamuzi wetu tunataka wakue, watakwenda kushiriki mashindano makubwa, lugha ambayo inatakiwa kutumika na hata communication. Tumeona FIFA World Cup wanatoka Amerika walikuwa wanazungumza nini? Kiingereza. Hiyo ndo lugha ya wote. Mimi nimewahi nimemuuliza nafikiri kama sikosei ni Ismail Adelage au Kazi au refa mwingine yote nakumbuka, lakini kuna watu nimewahi kuuliza. Moja kigugumizi chetu sisi cha kufanya marefari wetu wengi hawakui zaidi kwa nini? Naungana na wewe. Akaniambia cha kwanza ni lugha. Nikamuuliza FIFA na CAF lugha zao zipi official? Akaniambia ya kwanza Kiingereza, cha pili Kifaransa, cha tatu Kireno au Kiarabu. Okay. Na kwenye haya mambo ya VAR na video support wameishia kwenye Kiingereza. Sawa, ni mjadala mwingine tena. Twende mapumziko kidogo, twende Katoro. Kuna michuano ya Misungwi Cup leo finali. Tumeze mata afu tutarejea tena. Tuendelee na magazeti ambapo tutaangalia pia michezo ya ligi kuu. Twende Katoro. Subiri kwa hamu kwenye Misungwi Cup. Kwa kweli mambo ni moto sana siku ya leo. Mambo yako bashasha sana, wananchi ni wengi sana na tunategemea mambo mazuri, muda si mrefu yataanza. Kuna michezo mingi sana, kuna michezo mbalimbali na kwa kweli wananchi wameitika na tuko vizuri kwa kweli. Misungwi Cup imeweza kuonesha mtazamo chanya kwa wananchi wa kata ya Rudete. Mimi kwa kweli huwa nasema niko mbele ya muda. Naposema nipo mbele ya muda nina maana yangu kwamba nahitaji vitu ambavyo yani havikuwahi kutokea vifanyike na sisi huku kwetu. Lakini pia tuna mgeni wetu kama unavyojua, mkuu wetu wa mkoa hana shida, yani ni mtu wa jamii, atakuwepo, ndo mgeni rasmi. Lakini pia tuna mkuu wetu wa wilaya Hashim Komba atakuwepo, lakini pia tuna msemaji wa kwetu wa Tanzania ambaye ni Haji Manara pia atakuwepo na yeye. Kwa watu wananchi waje kwa wingi, kama walizoea kumwona kwenye TV leo watamuona. Lakini pia tuweze kusema tu kwamba tushukuru Azam kwa kazi wanaoifanya, ni kazi kubwa sana kwa kweli. Azam mimi nawapa big up sana kwa sababu wameweza kushuka hadi chini kuangalia vipaji vya vijana. Kwanza nilikaa nikatafakari sana
nikatafakari sana. Nimeanza na bajaji, nikaja na bodaboda, nikaja kwa watoto, nikaenda kila sehemu, nikaja kwa kina mama wajasiriamali. Sasa nikarudi kwa vijana kuangalia. Cha kwanza kilichonifanya mpaka nitafakari, jamii inayonizunguka kwenye kata yangu ni jamii ya vijana wengi sana. Kwa hiyo nikajua kwamba kuwakipu bize vijana, lakini pia hata wananchi wengine wote ambao ni watu wazima, nikajaribu kuangalia kwa nini nianzishe hii ligi ya Misungwi Cup. Sababu kubwa ni nini? Kwanza, sababu cha kwanza ni tunasema michezo ni afya, lakini pia tunasema michezo ni afya, michezo ni ajira. Lakini pia nikaangalia ni nini hapo niko natoa somo darasa kwamba bwana, unapokuwa na michezo haiwezi kaja michezo bila kuwa na amani. Kwa hiyo wajue wananchi kwamba tuna amani, ndio maana tunafanya hiki, tuna amani ndio maana tunafurahia. Yote ya yote, kwa kweli mtikio umekuwa kwenye 90%. Asilimia ni 90 kwenda kwenye 100% wa mtikio, lakini ndo ya kwanza tu. Hiyo ndo tumeanza ligi kwa mara ya kwanza. Imekuwa ni 90% kwenda kwenye 100. Ligi kuu soka NBC leo kuendelea, michezo mitatu: Polisi Tanzania Azam FC saa 10, utakuwa umeshamaliza kula ugali. Coastal Union wanacheza na Mashujaa saa 12:30. Namungo na Yanga saa 3 kamili usiku, na kuna hiyo X Factor leo. Alafu Jumapili kesho Kagera Sugar wanacheza na Simba saa 12 jioni. Alafu JKT TRA saa 2:30 usiku. Ni mechi ambazo tutakuwa mzunguko wa kwanza umemalizika kesho, na utaratibu huu tunahitimisha, wala hutaki kuzungumza. Utaratibu huu wa mechi kucheza Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ndio utaratibu wa kimataifa, au mnasemaje? Ni kweli. Ni kweli. Au unasemaje naye? Sawa sawa. Au unasemaje basi vitaanza hapa? Mna kama mwaka jana tuliwapongeza TFF, kuna mechi moja ya Simba na Azamu nafikiri waliipanga tarehe nzuri sana. Yaani tuliwapongeza TFF kwamba hii mechi yani watu wengi na kweli kama unakumbuka Chamazi, watu walikosa tiketi, au watu walinunua tiketi, uwanja ulikuwa umeshajaa, si ndio? Lakini pia tupunguze mechi za Jumatatu. Lakini pia kitu kingine babu, Mwanza Mbeya ndio mmebaki nyinyi tu mechi ya mchezi usiku. Mwanza Mbeya mmebaki nyinyi tu ambao mchezi mechi usiku, jitafakarini. Waweke taa. Jamani, asante sana. Ni changamoto Mwanza na Mbeya. Mwanza na Mbeya zinatakiwa taa, mechi zichezwe saa 2 usiku, tunahitaji pale. Kwa hiyo inabidi halmashauri ifanye namna ndio hivyo. Kama Kirumba kuja juzi tu mechi zinaonyeshwa usiku. Kama Bukombe. Hivi pale Bukombe. Yaani Geita atacheza pale usiku. Geita sitatumia ule uwanja, si ndio? Geita Gold atatumia ule uwanja. Atatumia uwanja ule. Kwa hiyo atacheza mechi pale usiku, yani saa 1:30 saa 2. Baada ule pale kuunguzwa. Asante jamani, nafika tamati ya kurasa za mwisho. Tukutane wakati mwingine, na usisahau kwamba Bongo Flava inahamia Dodoma tarehe 22. Usikose kufuatilia Bongo Flava UFM pamoja na sinema zetu. Kwa sasa nikutakie utazamaji mzuri kabisa wa vipindi vinavyoendelea. Leo hii ligi kuu Tanzania bara itaendelea, na hata katika ligi kuu za barani Ulaya. Kwa sasa tuna mengi, nikutakie siku njema.